Wakanda Republic. Niambie mwanangu. Uko poa kabisa? Mungu mwema. Bana, draw umeiona lakini? Draw nimeiona draw nimeiona. Kwa tathmini yako unaona ni timu gani ambayo inaweza ikasuasua, au kwa hao wapinzani unavyowaona, timu gani ambayo unaona inaweza ikakutana na upinzani mgumu, au unaona ni timu zote zitafuzu tena 4 katika michuano ya kimataifa, shirikisho pamoja na kombe la ligi ya mabingwa kama ilivyokuwa kwa msimu uliopita? Wewe ipi ni tathmini yako katika hao wapinzani waliopangiwa timu za Tanzania? Bwana, kitu cha kwanza ambacho naweza nikakisema ni kwamba mwaka huu tena tuna zaidi ya 90% ya kupeleka timu 4 kwenye michuano ya kimataifa kwenye zile hatua za makundi. Tukianza na kombe la shirikisho, Black Stars wao wanacheza katika mataifa ambayo ni rafiki, kwa sababu hatua ya awali wanaenda kucheza nchini Sudan dhidi ya moja kati ya timu ambazo msimu uliopita hazikuwa mabingwa, lakini zilipata hii nafasi kwa privilege kwa sababu walifika finali ya michuano ya ambayo ya Sudan, inaita kombe la shirikisho la pale nchini Sudan. Hawa ni si wengine bali ni Al Ghazala wao. Sio mpinzani mgumu, ni mpinzani wa kawaida sana. Ukiangalia ligi kwenye ile hatua ya pili, iwapo Singida Black Stars atavuka hapa, mpinzani ambaye mimi namtazamia sana Singida anaweza akacheza naye si mwingine bali ni Tusker ya kutoka nchini Kenya, ambao hawa ndio wanaweza kawa wanamfikirisha kidogo Singida Black Stars. Lakini tukija sasa hivi kufanya tathmini ya klabu ya Tusker ya kutoka pale Kenya, unawaona sio wapinzani wagumu sana, ni wapinzani ambao wana ahueni ya kukutana nao. Na pia ukijaribu kufanya tathmini ya maboresho ya kikosi cha Singida, ukija pia kukilinganisha na kikosi cha Tusker, unakuja kugundua kwamba Black Stars ameimarisha kikosi chake kwa ukubwa sana kuliko kikosi cha Tusker. Hivyo ni nafasi nyingine ya Black Stars kwenda hatua inayofuata. Ukija kufanya tathmini ya klabu ya Azam, wao inawezekana wana faida kubwa sana, kwa sababu msimu huu wanaenda kukutana na mshindi kati ya ZFC ya kutoka nchini Misri dhidi ya Asas Djibouti. Mpinzani ambaye ni rahisi kupita hii hatua ya awali kucheza na Azam ni ZFC, ambaye yeye pia ligi kuu nchini Misri hakuwa bingwa wala hakuingia top 4. Alimaliza ligi akiwa nafasi ya 7. Na kumaliza kwake kwenye nafasi ya 7 alipata privilege ya kucheza kombe la shirikisho mwaka huu, kwa sababu aliingia finali ya Egyptian Cup ambako bingwa alikuwa FC Pyramids. Kwa hiyo kwa sababu Pyramids tayari ana ile faida ya kucheza ligi ya mabingwa, ikabidi wao, kwa sababu ndo timu ambayo imefika finali, wao wakapata privilege ya kwenda kucheza kombe la shirikisho. Kwa hiyo ZFC sio mpinzani mgumu. Inawezekana kwa sababu anatoka Misri akawa ni mpinzani ambaye atampa Azam challenge kweli kweli, lakini Azam anahitaji tu kuwa makini kucheza kwenye ubora wake. Ukipimanisha pia kikosi ambacho amekisajili msimu huu kinatosha kabisa kubishana na ZFC na kumpa Azam FC faida ya kwenda hatua inayofuata. Good enough, wao wataanzia ugenini na watakuja kumalizia michuano kwenye ardhi yao ya nyumbani. Kwa hiyo hii kidogo inarahisisha safari ya Azam kwenda kwenye hatua ambayo inafuata. Tukija sasa kwenye ligi ya mabingwa, nikianza na kufanya tathmini tutaanza na Simba wao kwenye hatua hii ya round ya awali wamepanga kucheza dhidi ya Mighty Wanderers, ambao Mighty Wanderers ni wapinzani wenye nafuu kubwa sana. Ni wapinzani ambao wanatoka ligi kuu nchini Malawi. Yes, wamekuwa ni mabingwa. Tunafahamu ligi ya Malawi kwa sasa sio ligi shindani sana, kwa hiyo inawezekana bingwa wa Malawi asiwe the perfect match kwa bingwa wa ligi kuu Tanzania au mtu yeyote ambaye anatoka ligi kuu Tanzania, as long as amefika kwenye ile nafasi ya top 4. Kwa hiyo huyu ni mpinzani ambaye Simba na mudu, na by privilege of quality Simba anatakiwa kushinda huo mchezo na advantage kubwa sana ya kumfunga Mighty Wanderers. Japokuwa wapinzani wengi wanaotoka haya mataifa ya kusini mwa bara la Afrika, nikianza hapa Malawi kushuka chini, wamekuwa ni wapinzani ambao wanacheza mpira mzuri sana. Ukitazama mataifa kutoka Zambia na maeneo mengine, Angola huko labda Namibia, wamekuwa ni mataifa ambao wanacheza mpira mzuri, lakini unahitaji tu ubora ili uweze ku outshine uwanjani na wewe ukapata nafasi ya kwenda kwenye hatua inayofuata. Lakini baada ya hapo faida nyingine ambayo Simba nayo, wapinzani ambao walio mbele yake ni wapinzani ambao wanatoka kwenye ukanda ambao ni rafiki sana kwa Simba. Anaweza kaenda Agosto, ambao hawa Agosto 15 wanatoka nchini Equatorial Guinea, au akapata safari ya kwenda visiwani Komoro, ambako huko kote kuna wapinzani ambao Simba na wamudu. Namtaja Agosto kama mpinzani favorite kufuzu kwenye mzunguko wa kwanza, ambaye ndiye anaweza kadondoka kucheza dhidi ya Simba. Kwa hiyo naamini pia
ni nafasi nyingine ya Simba kuendelea kucheza hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika. Tukija kwa upande wa Young Africans, wao mzunguko wa kwanza wamepata timu ambayo tayari ni familia na mazingira ya ligi ya Tanzania. Tushaiona sana, amecheza dhidi ya Simba. Sasa hivi anarudi tena kucheza dhidi ya klabu ya Young Africans, na Yanga pia hajawa mchache wa safari za Botswana. Katika kipindi cha hivi karibuni Yanga amepata sana na safari za kwenda nchini Botswana. Kwa hiyo sio mpinzani ambaye ni naweza kumcount kama mgumu, lakini ni wale wapinzani ambao kama nilivyosema wanatoka kwenye ukanda ambao wao kucheza mpira mzuri sio shida zao. Yani unaweza kwenda Botswana, Angola, Namibia, Zambia, yani huko utakutana na watu ambao wanacheza mpira mzuri sana, lakini wewe unachotakiwa kuongeza ni unatakiwa kuongeza ubora. Objective football inaweza kukusaidia, sababu ukitaka kubishana nao kwenye kucheza mpira mzuri kuna maeneo wanaweza kuoutshine. Kwa Young Africans versus Gaborone United ni moja kati ya fixture ambayo iwapo Young Africans atafanikiwa kuongeza tu serious kwenye kikosi chao, mwalimu akapata timu kwa haraka, kwa sababu mechi na almost mwezi mmoja tu ili hao watu wacheze. Naamini hizi mechi za ligi kuu ambazo ziko karibu zinaweza zikawa tayari zishawatengenezea momentum pale ambapo wanaenda kucheza na Gaborone United, tayari wanakuwa wana kitu cha kushikana ambacho kitamsaidia mwalimu kuunda timu ambayo inaweza ikamuondoa Gaborone United. Baada ya hapo wapinzani walio mbele yao kina CFFA, hawa ni wapinzani ambao ukiwatazama ni wapinzani wa daraja la Yaweza kasema la kati ambalo Young Africans analimudu. Labda ubora wa Yanga ni mara 2 ama mara 3 ya wapinzani ambao wataenda kukutana nao round inayofuata. Safari ya Lesotho pia haiwezi kuwa ngumu, safari ya Madagascar haiwezi kuwa ngumu kwa upande wao. Naamini ni moja kati ya fixtures ambazo zinaipa faida tena ligi kuu Tanzania kupeleka timu zote 4 kwenye michuano ya kimataifa kwa mwaka 2026 2027. Kinachobaki ni namna sasa wao watakavyoziendea mechi, kwa sababu kuna uchambuzi wa kabla, uchambuzi wa wakati na uchambuzi wa baada ya mechi. Hapa tumefanya uchambuzi wa kabla ambapo faida ni kwa wote wanne kufuzu. Uchambuzi wa wakati wa mechi ndio ambao unaweza kaja ukatubadilisha tathmini. Walimu watapanga vikosi vya aina gani, walimu wataziendea hizo mechi katika muundo wa aina gani, wachezaji wataingia vipi viwanjani kucheza, na baada ya hapo, baada ya mechi tutakuja na tathmini kubwa zaidi. Lakini kwa sasa tuna imani kubwa sana timu zote 4 za Tanzania zina almost 90% kila mmoja kwenda kwenye hatua inayofuata.